Sasa tena tupo Songea na tupo na mchungaji mwenyeji, mchungaji wa mahala Pastor Elius Komba. Ni sawa? Ndio mwenyewe. Karibu sana. Na ni mara ya kwanza nafikiri siko kufika hapa. Ni mara ya kwanza kiziara, ni mara ya kwanza. Kiziara mara ya kwanza. Wewe kama wewe umejisikiaje hapa siku? Kiukweli mimi kama mimi kwanza nimejisikia furaha. Moja ya jambo ambalo nilikuwa nalisubiria siku nyingi kwa hamu, kuona baba yangu Apostle Amos Ponela anakanyaga kwenye hii ardhi kwa njia ya ziara, kwa sababu ninachoamini kwamba mkuu akikanyaga mahali anga lazima liachie. Na kuna wakati nilishawahi kupata location kama hii tukiwa kwenye kuomba. Kuna vitu ambavyo vinaonyesha kabisa kwamba havitaweza kufanikiwa mpaka yeye akanyaga. Kwa hiyo uwepo wake, ujio wake mimi nibariki, na ninaamini kwa namna ambavyo imetokea patakuwa na mabadiliko kuanzia sasa. Hapa Songea nimeona kuna makanisa mawili, kijijini na mjini. Ndio. Hivi unawezaje, ni wewe mwenyewe? Kwanza niseme ninamshukuru Mungu. Nikisema ni mimi nitakuwa najidanganya, ila Mungu kwa baba yangu Amos Ponela ndiye anayewezesha. Amenipa maarifa kidogo ya kuwa na watendakazi wachache. Kwa hiyo mimi huwa na jijini natembelea kila baada ya wiki mbili, naenda nafanya huduma ya maombi kwa siku moja, kesha nao, lakini muda mwingi nimeelekeza huko mjini kwa sababu ndipo tunaanza. Kwa maana penyewe tukisema kanisa la Bible Songea ni mjini. Hongera. Jana tulikuwa kijijini, tuliona matokeo yake yalikuwa makubwa tofauti na pengine. Maana sisi tumepita kwa awamu ya kwanza, tumepita tumeona, lakini hapa matokeo yamekuwa makubwa na tofauti sana. Umetumia mbinu gani? Labda na wengine wajifunze. Kusema kweli haitoshi kueleza, ila ni namna tu ambavyo nimemkubali baba yangu na ninavyozungumza kwa watu, na kile ambacho ni matokeo ya kumzungumzia baba. Yale matokeo, wale watu wamekuwa na ushawishi wa kutamani wamuone huyu mtu yuko wa namna gani. Unajua mahali pengine unaweza kuona kama panakuwa na ugumu, lakini nategemea wewe uliyebeba habari umeibebaje. Unaweza ukasema hii ziara ni kama askofu ameipanga, ila wewe haujaikubali. Sasa pale kunakuwa na ukuta unasimama. Lakini ukijikubali wewe ambaye ndio kama mhusika, unakuwa connection nzuri. Kwa hiyo watu kimsingi walikuwa na hamu, na hata ilipotokea ratiba ile kubadilishwa kwa wiki ile iliyopita, watu waliumia sana. Kimsingi waliumia, lakini niendelee kuwatia moyo na matokeo yamekuwa hayo. Mimi kifupi ningesema ni nishoti kusema natumia mbinu gani, namna tu ambapo namzungumzia baba, namuelezea na watu wanakuwa na hamasa kusikia na kuona kwamba tunatamani tumuone kwa namna gani. Ndio hiyo. Okay, vingine maana yake hao wengine waendelee kujifunza namna ya kumzungumzia baba yetu. Ningeweza kusema kitu. Lakini nataka kujua wewe kama wewe, matarajio yako baada ya ziara hii, unatarajia nini kwa watu wa Songea? Mimi kiukweli na matarajio makubwa, na kwa sababu ya kile ambacho kimsingi Mungu amekiweka kwa baba. Matarajio yangu mimi ni kuona kuanzia hapa watu watafunguliwa na watu wataendelea kuokolewa wengi zaidi, kwa kadiri ya neema Mungu ambayo ameachilia katika mikono ya baba. Hayo ni matarajio yangu. Asante sana mchungaji. Natumai hata leo mambo yatakuwa makubwa zaidi ya jana. Tena ninaamini hivyo, kwa sababu hata ninapozungumza sasa hivi hapa timu imeshaingia mitaani na matangazo yameenda huko, na sasa wanaenda kuvuruga kwenye miji fulani ili kuhakikisha watu wanakuepo pale. Mimi huwa ninawapanga tu vijana na kuagiza kwamba nendeni mkafanye 1 2 3, mkazungumze. Usiwe na maneno mengi ya kusema, wewe nenda kawaambie watu. Na kwa sababu mimi nimeamini sana kwenye kusifu na kuabudu, uwepo wa Mungu unashuka. Kwa maana hata ukiangalia vijana wangu wakisimama kusifu na kuabudu na kuomba, yani hata ukasema tukae usiku kucha, watafanya hiyo kazi. Kwa hiyo ni hivyo, natarajia leo kwa Amina. Asante sana mchungaji.